Haleluya. Karibu sana kwenye sehemu ya 6 ya semina yetu ya uponyaji wa maumivu ya ndani. Mimi naitwa Mwalimu Frank na kukaribisha sana. Karibu. Kabla tujaendelea, kwanza nimshukuru Mungu. Asante kwa ajili ya neema, rehema na upendo wako. Hata sasa wewe ni Ebeneza, ninaomba ukatawale wewe Roho Mtakatifu, ukatufundishe sisi sote katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Kila vizuizi visipate nafasi katika jina la Yesu. Amen. Sasa kwenye sehemu ya 6 ningependa tujifunze namna ya kuomba kwa ajili ya kuponywa maumivu ya ndani. Okay? Lakini lazima tujue kwamba kuna maumivu ya ndani alafu kuna maumivu ya nje. Na kabla hujaponywa maumivu yoyote ya nje, lazima uponywe maumivu ya ndani. Na lazima ujue kuna baadhi ya maumivu ya ndani ambayo yanaweza yakasababisha magonjwa kwenye mwili wako. Okay? Yaani ile sumu iliyo ndani inaweza ikatemwa nje, ikaja kwenye mtu wako wa nje ambaye ni mwili na ikaleta magonjwa, kwa sababu maumivu ya ndani ni sumu. Mtu wako wa ndani hajaumbwa kupitia maumivu ya ndani. Yeyote anayeruhusu maumivu ya ndani, remember, maumivu ya ndani ni swala la hiari, ni maamuzi. Okay? Kwa sababu kuna watu wanapitia hali hizo ambazo umepitia wewe, hawakupitia uchungu, walishinda ile hali. Na nguvu za kushinda ni nguvu za mtu wa ndani, ni nguvu za rohoni, sio nguvu za mwilini. Okay? Na nguvu za rohoni unazipata kupitia neno la Mungu, maombi, kufunga, kusoma neno na kukiri, kutafakari. Haleluya. So kabla hujaponywa nje, lazima uponywe kwanza ndani. Hiki ni kitu cha muhimu. Watu wengi sana wameenda kuombewa, labda wana matatizo ya pressure, lakini wale watu hawakuponywa kwanza watu wao wa ndani. Maumivu ya ndani ambayo labda ni kutokusamehe. Kwa hiyo kile kitu kikapelekea nini? Kikapelekea kweli pressure ikaondoka, lakini baada ya wiki ikarudi. Ilirudi kwa sababu gani? Kwa sababu mzizi wa tatizo haukuondolewa. Okay? So ukakuta lile tatizo limeondoka, lakini mlango bado uko wazi. Kwa sababu ile pressure pengine ndio ipo pale kwa sababu ilikuja kwa sababu hakusamehe. Alafu sasa hata ikiondoka mlango si wa kutokusamehe bado uko wazi. Kuna vitu hautapona, kuna magonjwa ya nje hautapona paka umekubali kupona kwanza ndani. Paka umeshinda huo uchungu, paka umeshinda hiyo chuki, umeshinda huo wivu, umeshinda hiyo huzuni. Why? Adui atatumia mlango huo wa maumivu ya ndani. Remember, maumivu ya ndani ni mlango wa adui. Sasa namna gani unapaswa kuomba? Cha kwanza, kabla hujaomba lazima ujue chanzo cha maumivu yako ya ndani. Unaweza kauliza wazazi wako, hasa kwenye upande wa ukoo, au kamuuliza Roho Mtakatifu. Kwa sababu unaweza ukawa na hasira, kumbe zile hasira ni kutoka kwenye ukoo. Babu alikuwa na hasira, mama alikuwa na hasira, nani? Wote wamejaa hasira. Maana yake ukishajua hilo, lazima ujue hili ni tatizo la kiroho. Sawa, ni tatizo la nini? La kiroho. Na Mungu hawezi akafurahia kukurithisha wewe hasira. Mungu sio afanye kazi hivyo. So ni roho ya asili ambayo lazima utengwe nayo. So ukishajua hicho, maana yake utaelewa kwamba okay, chanzo ni nini, roho za nini za ukoo. Lakini pia angalia muda mwingine jina ulilopewa. Mwenye jina alilokupa alikuwa mtu gani? Ukisikia alikuwa mgomvi na wewe tayari unajiona unapenda ugomvi, maana yake lile jina unatakiwa kutengwa nalo kwa maombi maalum. Okay? Lakini fuatilia siku ambayo mimba yako ilitengwa. Inaweza chanzo kingine kikawa maumivu ya ndani unayapitia kwa sababu siku ambayo mama yako anabeba mimba alikuwa amelewa, alilazimishwa, alitukanwa, alibakwa. Okay? So kama alibakwa, maana yake ni kwamba japo alibeba mimba yako alikuwa kwenye masikitiko,
Ndio maana kuna watoto wanazaliwa wamejishika shavu. Either wamekataliwa au siku ambayo anabeba mimba waliachana siku hiyo hiyo na huyo mtu aliyempa mimba. Yaani wamefanya mapenzi, wamemaliza, kuanzia leo mimi na wewe basi. Kwa akawa kama amezalilishwa. Na yule mtoto akawa amemkataa yule baba mtu. Hapa ndo utaona mtoto anazaliwa kajishika shavu. Mtoto anazaliwa na masikitiko. Mimi nawaambia hivi vitu vipo. Yaani mtoto anazaliwa amejishika shavu. Na wengi, wazazi si wengi wanajua hilo. Ukiona mwanao kazaliwa amejishika shavu, maana yake hiyo ni roho ya masikitiko. Hawa hata ukubwani atakuwa yeye ni kusikitika tu muda wote. Kana kwa akana furaha. Umenielewa Maisha yani kenyewe muda wote kanaona kama ni hasara. Siku ambayo mimba ilitungwa ni siku ya muhimu sana kuiombea. Ndio maana watu naiombea hiyo siku. Uovu wote uliopata nafasi lazima uombe kinyume na hicho. Chanzo kingine ni sasa mimba simetungwa tumboni. Mama mtu anaanza kuwaza kutoa. Baba mtu anatukana, huyo mtoto sio wangu. Mimi na wewe, kwanza hiyo mimba umeitoa wapi? Mimi sikuamini. So mtoto anaanza kukataliwa na ile roho ya kukataliwa inapandwa. Na huyu sasa wakati yuko tumboni, mama mtu na yeye anakuwa kama anajuta. Kwa nini alikubali? Okay? Yes. So that is the problem ambayo inaweza ikatokea. Lakini siku ya kuzaliwa, utasoma Ezekieli 16:1 inasema kwa habari ya kuzaliwa kwako kitovu chako hakikukatwa. Na anaanza kuzungumzia swala la nini sasa? Swala la Mwisraeli asili yake ni ipi? Kuna wakati Waisraeli walianza kuingiliana na wa Moabu, Wayebusi. You see? So anazungumza kwa habari ya wao kulisi maroho ya nyuma huko. Ndio maana wamekuwa wasumbufu, maroho ya ukoo, maroho ambayo yani kwa sababu waliingiliana na watu ambao wanaabudu miungu. Kuna namna ile miungu imepata nafasi. Umenielewa Maana yake ni nini? Kwanza siku ya kuzaliwa kwako ni siku ya muhimu sana. Kwa sababu ni siku ambayo unaingia kwenye ulimwengu wa mwili. Yaani ulikuwa kwenye ulimwengu wa roho. Automatic unaingia kwenye ulimwengu wa nini? Wa mwili. Ndio maana watoto wao wanalia. Ulimwengu wa mwili ni tofauti na ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa mwili ni problem, by the way. Ndio maana Yesu anasema duniani kunayo nini? Dhiki. Siku ya kuzaliwa ni ya muhimu sana. Hasa maneno ambayo yatatamkwa na manesi. Sometimes wakati unasukuma watasema au unazaa nini? Unazaa tembo. Maneno mabaya. Okay? Lakini kuna hata baada ya siku unajifungua, baada ya umembeba yule mtoto, labda akawa ana muonekano fulani. Baba mtu akasema mbona hafanani na wewe wala mimi? Ni kama akawa anaonyesha dalili ya kwamba mtoto sio wake. Hiyo pia huwa ni mbaya sana. Sasa tangu kazaliwa hapo, angalieni mnazungumza naye nini pia. Hivyo vyote ni vyanzo vya nini? Nipo kwenye namna ya kujua chanzo cha maumivu ya ndani. Mtoto anakuwa anajielewa, maneno anayotamkiwa ni ya kushindwa tu, kushindwa. Wewe huwezi. Huwezi hata kuosha vyombo. Wewe utakuja kuolewa kweli? Wewe utakuja kufanya nini? Unakuta mpweke. Ulimkataa tumboni, bado unamtamkia maneno ya kumkataa. Unajikuta mtoto anakuwa na roho ya kukataliwa na kujikataa. Kila kitu atasema hawezi. You see? Na ukubwani hivyo anakutana na maneno mengine. Sometimes yale uliyomwambia ndio yana control maisha yake ya ukubwani. Mara mtoto muite mbwa. Wengine wanauliza umezaa mtoto gani? Anasema nimezaa Bamedi. Nimezaa Malaya. Nimezaa Lishababu. Wewe utafikiri unatania. Maneno yanaumba kwa njia ya imani. Amen. So cha kwanza tafuta chanzo, cha pili samehe waliokukosea. Usiposamehe ni problem. Mathayo 6:14.
ili Mungu akusamehe lazima uwe tayari kusamehe. Kama hujasamehe umerundika mizigo. Okay. Namba 3, hakikisha unatubu kutegemeana na chanzo. Kama chanzo ni ukoo, maana yake lazima utubu ule uovu wa wazee baba zako. Maombolezo 5:7, si ndio Yes. Uovu walioutenda ambao umepatilizwa kwako lazima utubu pia ili sasa, kwa sababu hapa lishakuwa swala la kujitenga na nini? Na hizo roho za ukoo. Alafu namba 4, omba Roho Mtakatifu akusaidie. Ukiwa mwenyewe, Roho Mtakatifu anaweza kushuka na akakufungua kabisa kama una imani, okay? Lakini unaweza pia ukamtafuta mtumishi akakuombea na ukafunguliwa na hizo roho ambazo ni roho za hizo maumivu ya ndani. Remember, maumivu ya ndani yanavyozidi kukaa muda mrefu huwa yanafungua mlango, yana attract spirit. Yaani kama umejali uchungu ndani yako, baada ya muda ule uchungu utakuwa roho. Maana yake utajikuta ni mtu wa uchungu, unajaribu kucontrol unashindwa. Remember, chochote huwa kinaanza kama tabia. Kinaanza kama tukio. Alafu tukio ukilifanya mara nyingi inakuwa tabia. Likikolea inakuwa roho. Chochote kile. Yaani hata kama unazini, utazini leo, tukio unarudia inakuwa tabia, baadaye inakuwa roho. Yaani hapo huwezi kuacha. Unaanza kuendeshwa muda wote. Unawaza hicho. Na uchungu iko hivyo hivyo. Ndio maana huwa haitoki. Kwa nini? Kwa maneno mazuri. Utamfundisha huyo mtu kila siku paka aombewe. Nguvu ya Mungu ishuke. Iondoe ile roho. Ndio unaanza kumuona mtu alikuwa na hasira. Zile hasira zinafanyaje? Zinaondoka. Alikuwa na wivu, na wengine zile vitu zinawaachia kwa mafundisho. Kwa sababu ukiombewa afu una maarifa sahihi. Kwa mfano mtu amekukosea, umemchukia, si ndio? Haya, umeombewa, ile chuki imeisha. Anakuja mwingine tena, adui ataleta tu mwingine na yeye utambeba. Si una maarifa? Ndio maana uponyaji, my friend, bila maarifa, kuna muda tunasemaga ni huruma tu sisi wanadamu tunakuwa nazo. Lakini mtu yote ukimwombea hana maarifa, ni very easy kukamatwa. Mtu hajui kwamba anapaswa asamehe, anakuja ana shida ya kutokusamehe, unamwombea anafunguliwa. Kafika tu nyumbani, mtu kaja nyumbani kaiba, kamuona, kambeba, mwizi ameniibia, kambeba kabisa. You see, ni kweli amekosewa, lakini kama ana maarifa ataona ana haki ya kumbeba. Okay? So hivi ndivyo namna ya kuomba. Kwa unaanza kwanza kwa lazima ujue hicho kitu, utubu, samehe wale ambao wamekukosea, omba Roho Mtakatifu ashuke akusaidie. Unaweza ukaabudu, okay? Kasifu. Lakini muda wote huu lazima unajua chanzo cha nini? Cha tatizo. Sawa Chanzo cha tatizo. Ili haya niliyokuambia uyafanye uweze kuomba sawa sawa. Usipojua chanzo cha tatizo utaomba maombi ambayo sio. Then ndio ingia sasa, anza kuikemea hiyo hali, kuikataa, kuiambia ifutike kwa damu ya Yesu, isikae tena ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Lazima uikatae.